Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Mary Endu. Jioni ya leo nataka nipate nafasi nzuri ya kuomba pamoja na wewe. Wewe ambao umetafuta kazi kwa muda mrefu, ninalo neno ambalo Bwana anakwenda kukufanyia jioni ya leo kupitia maombi haya. Lakini pia wewe ambao umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, Yesu Kristo alipigiliwa msalabani kwa ajili ya magonjwa yetu. Na tunasoma maandiko yanasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo tunapokea uzima na uponyaji ndani ya afya yetu. Liko neno la matumaini jioni ya leo ya kwamba kupitia maombi haya unakwenda kupona na kuwa mzima kabisa katika jina la Yesu, na kulisahau teso lako ambalo umekuwa nalo kwa muda mrefu. Lakini wewe ambao umezunguka kutafuta kazi kwa muda mrefu, Yesu Kristo anakwenda kukupatia kazi. Na kwa kuamini kupitia maombi haya, amini ya kwamba Bwana atafanya jambo la ajabu katika maisha yako. Bwana atakupatia kibali pande zote na kona zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya jioni nyingine ya baraka ambayo umetupatia. Asante kwa sababu ya saa njema ambayo Bwana nimeipata kwa ajili ya kuomba pamoja na ndugu huyu ambaye ananisikiliza jioni ya leo. Yamkini Bwana wa amani mwingine ananisikiliza kwa njia ya simu mahali alipo. Lakini pia Bwana wa rehema, mwingine yuko katika eneo lake la kazi anasikia sauti hii jioni ya leo. Mwingine yuko ofisini kwake anasikia sauti hii jioni ya leo. Mwingine yuko katika chumba chake cha kulala ananisikiliza jioni ya leo. Baba, ninatamka neema yako juu ya mtu huyu ananisikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Muangalie Bwana wa amani huyu aliye mgonjwa ambaye amelala kitandani kwa muda mrefu. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo alipigiliwa msalabani kwa ajili ya magonjwa yetu yote. Ulibeba fedheha zetu zote, mateso yetu yote pale msalabani, na kwa kupigwa kwako tumepokea uzima na uponyaji. Nami nalituma neno lenye nguvu sasa likamfikirie yule mgonjwa ambaye amelala kitandani jioni ya leo. Hilo neno lenye nguvu likamguse katika jina. Watafute ya kwamba huyu mtu ambaye alikuwa anahitaji kazi yuko wapi. Kibali cha kimungu kikasimame pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tembea na kibali cha Mungu sahi kwa damu ya Yesu. Utakuwa mtu wa kuhitajiwa pande zote na kona zote katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba Bwana kwenda kufanya jambo jipya kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pokea kazi kwa damu ya Yesu Kristo. Na uliye mgonjwa pokea uzima kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Walio gonjwa waliokaa ndani ya mwili wake kuanzia sasa toweka katika jina la Yesu Kristo. Mwachie baba huyu na mama huyu, mwachie kijana huyu wa kike na wa kiume katika jina la Yesu. Toka kwa mtoto huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila ina roho za magonjwa zilizoachiliwa katika miili ya watu wa Mungu hazitaendelea kukaa ndani yao tena katika jina la Yesu. Ninatamka uponyaji na uzima kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akupe uzima uliye mgonjwa katika jina la Yesu. Pokea uzima na afya njema kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini pia Bwana, waliokosa amani wapatie amani, maana wewe ni Bwana wa amani. Ukiingia ndani ya moyo wa mtu unampatia amani ya kutosha. Achilia amani ya kweli ndani ya mioyo ya watu wako sahi katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka Bwana neema yako juu ya watu wako sahi katika jina la Yesu Kristo. Pokea kazi usiye na kazi kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana akupe neema ya kufungua biashara kubwa na kibali cha Mungu kikatembee pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia Bwana wa rehema akupe uzima na afya njema kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akupe amani katika ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Na ndani ya familia yako Bwana kaistawishe na kuineemesha katika jina la Yesu. Pokea yote unayohitaji kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.